Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Ninawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Niko pamoja na mchungaji Erike Nacho, ama unaweza kuniita Erike Pierre Didas. Ninakuletea neno la Mungu kila itwapo leo. Neno la Mungu ni uzima. Neno la Mungu linaweza. Neno la Mungu linaponya. Neno la Mungu lina mamlaka. Yohana 1:1 inasema ya kwamba neno alikuwepo, neno alikuwa kwa Mungu, naye huyo neno alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo nakuletea neno la Mungu ambalo lina mamlaka, ambalo lina uwezo, ambalo linaponya. Ukilisikia na ukaliamini utapata mabadiliko katika maisha yako. Ukilisikia na ukiliamini utaona mkono wa Mungu. Acha Mungu aendelee kukubariki kwa jina la Yesu Kristo. Acha uendelee kuona uponyaji wa kiroho. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Mungu ametujalia neema kuona wakati huu na kuona siku kama hii. Ni mapenzi yake, ni nguvu ya Mungu. Hakuna, sio mamlaka zetu na sio uweza wetu, lakini ni uweza wa Mungu. Amen. Pokeeni salamu zangu. Mimi naitwa Erike Pierre Didas, ama unaweza kuniita Erike Nacho, lakini kwa kazi ya Mungu mimi ni mchungaji. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ni neema yake. Bwana asifiwe. Ninawasalimia wapenzi wa Kiswahili, wale ambao wako Tanzania, wale ambao wako katika nchi yetu ya Burundi, na wale ambao wako Kongo, hata nchi za kanda ya maziwa makuu, na wengine ambao wanaelewa lugha ya Kiswahili. Mungu awabariki sana. Siku ya leo tunaenda kuchangia neno la Mungu kidogo. Kabla hatujaingia kwenye neno, acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasema asante kwa kuwa wewe ni mwema na maisha yangu. Ninasema asante kwa neema yako. Ninasema asante kwa baraka zako. Wewe ndiye Alfa na Omega. Wewe ndiye Mungu siyeshindwa. Wewe ndiye unayetenda miujiza juu ya maisha yetu. Wewe ndiye mlinzi unayetulinda kila leo. Katika jina la Yesu Kristo, nina kila sababu ya kukushukuru Jehova. Nina kila sababu ya kusema makuu yako katika jina la Yesu. Kwa maana nilikuona katika nchi ya Kenya, kwa maana nilikuona katika nchi ya Tanzania, kwa maana nimekuona katika nchi ya Ethiopia, na leo niko katika nchi ya Ufaransa. Sio mapenzi yangu, ni mapenzi yako, ili kupendeza wewe, ili Bwana niendelee kuhubiri neno lako na niendelee kutoa ushuhuda wa yale makuu ambayo uliyatenda katika jina la Yesu Kristo. Baba, acha uendelee kuniongoza, nisitende mimi, bali wewe ndiye utende ndani yangu. Asante kwa kuwa Jehova utakuwa pamoja nami. Bariki wale wanaokwenda kusikiliza neno ili Baba wapate mabadiliko kiroho na hatimaye wajue kweli ya mapenzi yako. Asante kwa kuwa unaenda kutenda katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu akubariki sana wewe ambaye unaendelea kusikiliza neno la Mungu tunaloitoa katika channel zetu mbalimbali. Kwa WhatsApp unaweza kuandika kujumlisha 33 alafu naandika 753108626. Unaweza kunipata kwa Facebook, unaweza kuandika Nacho wa Pierre Didas. YouTube yangu ninaitwa Erike Pierre Didas. Hiyo ndiyo YouTube yangu. Unaweza kunipata hata kwa TikTok au baadhi Erike Pierre. Mungu aendelee kuwabariki sana. Kwa nini tunaingia mitandao hii? Ni kwa sababu kwenye mitandao hii kuna utandawazi, kuna wanawake wanaoenda uchi. Sasa na Wakristo muko na smartphone, muko na simu nzuri nzuri. Sasa tuliona kwamba itafika wakati sasa mtu basi Android asinunue, lakini pia inatusaidia kwa communication. Lakini baada ya kuona haya, neno la Mungu linasema ya kwamba mununue akili kwa wingi na muendelee kuwa welevu. Neno la Mungu pia linatuambia kwamba roho wa Bwana, yani ambayo tulipewa, sio roho wa kubadilika ujinga, bali ni roho wa kutupatia hekima na kuelewa. Ndio maana leo nimekuletea neno ili tunaenda kusoma kitabu cha Mwanzo. Nitakwambia kiini cha neno ambalo tunaenda kuchangia siku ya leo. Na Mungu akubariki wewe ambayo uko pale. Tafadhali usitoke, endelea kutazama na endelea kusikiliza. Mungu atakubariki. Amen, amen. Kitabu cha Mwanzo pale Mwanzo 6
mstari wa 13, Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Nuhu, Mungu wa mbinguni akamwambia Nuhu. Alimwambia nini? Mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu. Mungu ameamua akasema ya kwamba mwisho wa kila kiumbe umekuja tayari. Kwa sababu umekuja, hebu tusikilize ni kwa sababu gani? Kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, yani binadamu wamejaza dunia dhuluma. Mungu ambavyo hapendi dhuluma, ndio maana Mungu alikasirika. Binadamu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Mungu anasema ya kwamba atawateketeza, atawaharibu pamoja na dunia. Ndugu yangu, kitabu hichi ambacho nimesoma ni kitabu cha Mwanzo. Mwanzo ni kitabu ambacho kinaanzia Biblia na ni kitabu kinatuonyesha kazi ambazo Mungu alitenda, na ni kitabu kinatuonyesha namna Mungu alianza kuzungumza na binadamu na namna Mungu aliumba dunia, akaumba kila kitu unachokiona siku ya leo. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kinaeleza mambo mengi tu, ukikisoma utajua zaidi. Aliyekiandika anaitwa Musa, ambaye amezaliwa kwa nyakati mbaya, wakati watoto wa kiume wote walikuwa wanauawa, lakini Mungu nakwambia mapenzi yake, kwa mapenzi ya Mungu utaishi, kwa mapenzi ya Mungu utaendelea. Ndio maana mwandishi wa Zaburi alisema sitakufa, nitaishi ili niyatangaze makuu ya Bwana. Haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana. Hautakufa, utaishi hata kama uko kwenye shida. Leo nimekuletea neno la Mungu linasema mapenzi ya Mungu. Kwa Kirundi tunasema ubugombe bw'Imana. Kwa Kiingereza tunasema the will of God. Ubugombe bw'Imana. Ubugombe bw'Imana, mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Sikiliza nikwambie, watu wengi wanalinganisha mapenzi ya Mungu, wanalinganisha na vita, wanalinganisha na dhiki. Wanasema ya kwamba huyu ni shetani. Huyu ni shetani. Sikiliza. Atakuwa ni shetani wakati wewe unatembelea katika dhambi. Atakuwa ni mapenzi ya Mungu wewe ukiwa ni mwana wa Mungu. Namaanisha nini? Namaanisha kwamba kama wewe sio mzinifu, kama wewe sio maraya, kama wewe sio mwizi, kama wewe hautendi dhambi, kama wewe sio mlevi, sasa namna gani Mungu ataruhusu mabaya mtokee namna hii? Lazima Mungu atakupigania, lazima Mungu ataonekana juu ya maisha yako, lazima Mungu atatenda, kwa sababu yeye yupo kwa ajili ya kusaidia wewe. Amena. Sikiliza niwaambie kidogo. Mapenzi ya Mungu yanaweza kukupandisha. Mapenzi ya Mungu yanaweza kukupitisha kwenye magonjwa ambayo unayaona hayawezi kupona, lakini Mungu anataka aheshimike siku moja. Mapenzi ya Mungu yanaweza kukupitisha kwenye njaa. Njaa inakupiga, itakupiga ikuumize, lakini sikiliza nikwambie, Mungu yuko anakuforme, Mungu yuko anakutrain, yuko anakuandaa ili ukuwe askari shujaa. Amena. Mapenzi ya Mungu yanaweza kukupitisha ndani ya bahari na usikufe. Mapenzi ya Mungu yanaweza kukupitisha ndani ya ndege ikapata accident na hautakufa. Mapenzi ya Mungu ndio nimekuja kukwambia. Watu wengi neno wa Mungu wananiambia kwamba hawajui mapenzi ya Mungu ni nini. Watu wengi hawajui mapenzi ya Mungu yanafanya saa ngapi. Watu wengine hawajui. Na wakati mwingine ukiona unapata shida, na wewe ni mtakatifu, na wewe hauna dhambi, na wewe sio mwizi, na wewe sio kahaba, na wewe sio mnyang'anyi, na wewe sio mdhulumu, ukaona uko kwenye shida. Kwa mfano uko kwenye shida ya njaa, umekosa chakula cha kuwalisha familia, kwa sababu uko kwenye shida ya umaskini, umeishiwa pesa mfukoni, unaona hauoni chini, hauoni mbele, hauoni nyuma. Sikiliza nikwambie, na wakati mwingine Mungu anataka kukuita ufanye kazi zake. Mungu yuko anakutengeneza, Mungu yuko anakukarabati ili mapenzi yake yakishakufikisha mahali anataka akuinue, akupandishe na uanze kuhubiri na uanze kufanya kazi yake. Usione tunahubiri ukafikiri ya kwamba tumekuja tu hivi. Hapana, kuna kitu kilifanyika. Mungu alituforme, Mungu alitutrain kwanza, Mungu alitupitisha kwenye njaa, Mungu alitupitisha kwenye dhiki, Mungu alitupitisha mahali ambapo huwezi kuamini. Tulipita kwenye accident, basi zinaanguka, lakini tunatoka tuko wazima. Tulipita kwenye magonjwa, watoto wetu waligonjwa mpaka wanakuwa kama walemavu, lakini mpaka leo wapo. Tulipita kwenye shida nyingi, usituone hivi.
Mtu yoyote kainuliwa kuanza kazi ya Mungu, nakwambia, sikiliza nikwambie, mtu yoyote kaanza kazi ya Mungu bila kupita kwenye course, bila kupita kwenye elimu, huyo mtu basi, kama ameitwa na Mungu, ajiandae, atapata shida mbele. Kozi yake itakuja akiwa tayari kwa kazini, ataweza. Askari anatengenezewa askari akiwa bado hajaingia, akiwa hata hajavaa vazi la kijeshi. Atakuja kulivaa wakati amekwisha andaliwa kuwa askari. Mtoto hawezi kupata diploma bila kwenda shule, lazima atasoma ndipo atapata diploma. Chakula huwezi kukila bila kupikwa, haiwezekani. Haleluya, Mungu akubariki sana. Nimekuja kukwambia mapenzi ya Mungu yalinifikia mimi mwaka 2013 nikiwa hapo nchi ya Kenya, wakati Mungu alikuwa ananiita nimtumikie. Watu zamani walianza kuniambia, Mungu anataka mtumikie, Mungu amekupenda wewe mtumikie. Mimi nikakataa, nikasema lazima Mungu azungumze pamoja nami. Nilikuwa nimefanya karibu miaka 8 niko mhubiri, lakini mimi sio mwalimu wala sio mchungaji. Haleluya. Lakini sasa imefika wakati niko Kenya, Mungu akaja akachukua mali zangu zote, akatuma mwizi akaiba, wezi wakaiba. Kwa miezi miwili mtaji wa pesa nyingi karibu milioni 4 za Kitanzania ulikuwa umeisha. Amen. Lakini ni mapenzi ya Mungu. Mungu alitaka achukue kila kitu. Mungu alitaka achukue ili basi baadaye nifanye nini? Baadaye niweze kuendelea na kazi yake. Amena. Haleluya. Mapenzi ya Mungu ndugu yangu, mapenzi ya Mungu yanaweza kukupitisha hata mahali hujui. Mapenzi ya Mungu ndugu yangu yanaweza kukupandisha hata milima. Mapenzi ya Mungu ndugu yangu yanaweza kusababisha nalala hata njaa. Ndio usema, shetani, huyu ni shetani. Sio shetani. Mungu aliadhibu dunia. Tumesoma kitabu cha Mwanzo ambacho kimeandikwa katika mwaka 1410. Lakini sikiliza nikwambie, Mungu alikasirika kwa sababu ya dhuluma ilikuwa nyingi. Mungu alikasirika na dunia kwa sababu dunia ilikuwa imeharibika. Mungu alikasirikia dunia kwa sababu watu walikuwa hawaogopi dhambi ya uzinifu, kudhulumu, mauaji. Watu walikuwa hawaogopi tena. Mungu akakasirika. Lakini sikiliza nikwambie, akamwona Nuhu peke yake. Wakati huo Nuhu alikuwa na miaka 500. Akamwambia Nuhu, tengeneza safina, wewe nitakulinda na familia yako. Kwa sababu Mungu alitazama, akakuta dunia nzima Nuhu peke yake ndiye innocent. Nuhu peke yake ndiye anamheshimu Mungu. Siku ya leo nimezungumza Kifaransa, mtanisameni kwa sababu naishi huko. Siku ya leo Mungu akija akazungusha macho, akatazama dunia, akatazama ulimwengu, anaweza kupata watu kama Nuhu. Na kama la, ujue sasa dunia inaenda kupata kibiriti. Ujue sasa dunia Mungu ataiangamiza. Na wale ambao tuko kama Nuhu, atatutoa katika dunia hii atupebe mbinguni. Amen. Haleluya, haleluya. Sikiliza niwaambie sasa. Mapenzi ya Mungu yalisababisha Nuhu anatengeneza safina kwa miaka 100. Kwa sababu Biblia inaniambia, ukisoma kitabu cha Mwanzo pale sura ya 7 mstari nadhani ni wa 6, pale ukisoma pale utakuta ya kwamba ilikuja kutimia ile ahadi, yani maji yalikuja kumwagika Nuhu akiwa tayari ana miaka 600. Akiwa na miaka 600 ndipo gharika ilikuja. Lakini alimwambia Mungu lini? Mungu alimwambia Nuhu, tengeneza safina akiwa na miaka 500. Nuhu anatengeneza safina. Anawaambia watu, mtubu, kuna gharika inakuja. Watu wanacheka, watu wanashangaa. Lakini angalia mapenzi ya Mungu sasa. Miaka 100 yuko anatangaza. Leo tunawaambia Yesu yuko anarudi, watu hawataki kusikiliza. Ni kama vile tuko tunatengeneza safina. Pokea neno la Mungu, pokea mabadiliko na uelewe mapenzi ya Mungu. Lakini mapenzi ya Mungu siku zote yanafanya na watakatifu, hayafanyi na wapagani. Hata tukiwa tunaenda kumaliza,
Tusome Mambo ya Nyakati ya Pili, kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili, tutasoma pale 16 mstari wa 6. 16 mstari wa 6. Pale inasemaje? Mstari wa 6 ndipo 16 mstari wa 9 inasema, kwa maana macho ya Bwana, sikiliza vizuri, kwa maana macho ya Bwana yanafanyaje? Macho ya Bwana hukimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenyewe nguvu kwa ajili ya hao. Yani macho ya Bwana yanakimbia ulimwengu, yanatazama kule, ili ajionyeshe kwa ajili yetu ambaye tunamwabudu yeye. Mwone sasa, tuendelee. Ili ajionyeshe mwenyewe nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo, sio kwa maraya, sio kwa wazinifu, sio kwa wezi, sio kwa wanyang'anyi, sio kwa wadhulumu, sio kwa waporomo wa mimba, sio kwa makahaba wanaovaa nguo za aibu, sio kwa walevi. Hapana, sikiliza hapa, inasema waliokamilika moyo, kwa waliokamilika moyo kuelekea kwake. Wale ndio sasa ubugombe bw'Imana, mapenzi ya Mungu yatatimia juu yao. Mapenzi ya Mungu, msione tuko bado duniani mkafikiri tunafanana. Nakwambia, usipookoka, usipotubu, hatufanani. Tunasema mapenzi ya Mungu, ubugombe bw'Imana, mapenzi ya Mungu. Kwa Kirudi tunasema ubugombe bw'Imana, the will of God. The will of God cannot work with you when you are a sinner, when you are doing a different sinner, cannot work with you. The will of God just is working with the honest people, the people who believe in Jesus Christ, the people who belong in Him, the people who believe and who continue the journey to go in heaven. That the will of God will be with them. Because since you are in the will of God, since you avoid all the sin, God will start working with you. God will start opening the promise. God will start blessing you. God will start working with you. People, they will see that you are the same like them, but you are not the same, because in you there is the kingdom of God. That's why in Luke chapter 17 verse 19 to 20, Bible says the kingdom of God will come, but when it come, it will living in us the kingdom of God. The kingdom of God is power. The kingdom of God is authority. The kingdom of God is everything. Because when you rebuke the demon, when you say in the mighty name of Jesus, all the demon are chased out. Hallelujah. Mungu akubariki sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami kwa muda tulikuwa tunasikiliza neno linalosema kwamba mapenzi ya Mungu. Mungu aendelee kuwa pamoja nao. Baba, nasema asante kwa wema wako na kwa neema yako katika jina la Yesu Kristo. Endelea kubariki watumishi wako, endelea kubariki huyu mtu ambaye amesikiliza hili neno. Baba, apate mabadiliko, Baba apate kukujua, Baba apate fahamu za kufahamu wewe katika jina la Yesu Kristo. Aende sawasawa na mapenzi yako, aende kama vile unavyopenda wewe, kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana umuongoze, Bwana umupiganie. Ninakushukuru kwa kuwa umenitumia, ninakushukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nami, ninakushukuru kwa kuwa umeniongoza katika jina la Yesu Kristo. Acha Baba uendelee kujenga mioyo ya kondoo zako. Asante kwa kuwa utaendelea kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.